Kwanza kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutupa uhai na uzima na kutuwezesha siku ya leo kukutana mahali hapa kwa ajili ya mkutano wetu wa 3 katika jimbo hili la Chani. Ndugu zangu, kama tunavyofahamu kwamba kwa sasa nchi yetu ipo kwenye shughuli ya uchaguzi, na sisi wana jimbo la Chani tupo katika harakati hizo katika kipindi chote hiki. Na leo tumekutana hapa kwa ajili ya kusikiliza yale ambayo ama viongozi wetu wameshayatekeleza kupitia Chama cha Mapinduzi au yamepangwa kutekelezwa kwa siku zijazo na Chama cha Mapinduzi, au tuliopanga wagombea wenu wa ngazi ya ubunge na uwakilishi na udiwani katika jimbo la Chani. Ndugu zangu wana Chani, sisi viongozi wa CCM katika jimbo hili la Chani tumekuja na maono kwenye mambo makuu ambayo tumeyagawa kwenye sehemu 4. Sehemu ya kwanza, kwa kuwa taifa linasisitiza kila leo kwamba tuhakikishe wananchi wetu wanakula na wanakula vyakula vyenye afya, sisi wana jimbo la Chani tumeandaa mkakati wetu wa kwanza wa usalama wa chakula. Mkakati wetu huu wa usalama wa chakula unalenga kuhakikisha kwamba kusiwe na mwanachani yoyote kwa namna yoyote ile ambaye atalala njaa. Tunalenga kutekeleza mkakati huo kwa njia tofauti. La kwanza, tumeandaa mpango wa muda mfupi ambao ni mpango wa dharura wa kuhakikisha kwamba ndani ya jimbo la Chani kutakuwa na akiba ya chakula cha jimbo la Chani. Lakini jambo la pili, tumesema tutahakikisha kwamba kati ya kaya tulizoziainisha ambayo ni kaya maskini karibu 585, walau katika kipindi chetu cha miaka 5 tuhakikishe kwamba kila kaya ya jimbo la Chani iwe na mtu mmoja mwenye kazi. Tulisema kwa wale ambao watakosa sifa za kuajirika ama kwenye serikali au kwenye sekta binafsi, kwa kushirikiana na sekta husika ndani ya serikali tutahakikisha kwamba na wao wanawezeshwa kujiajiri kwa ajili ya kupewa mitaji na elimu katika nyanja wanazozifahamu. CCM oye! Mkakati wetu wa pili unalenga kwenye kuinua sekta ya elimu na hasa kwenye kuinua mambo matatu. Jambo la kwanza, tutahakikisha kwamba tunainua ufaulu kutoka ufaulu wa wastani wa 25% na 35% uliopo sasa kuenda kwenye angalau wastani wa 70% kwa jimbo la Chani. Tutainua vipi ufaulu huo? Moja ya jambo ambalo wakati tunapita kupiga kampeni kwenye maeneo haya na utafiti tuliofanya ulibaini kuwa wengi wa wazazi na walezi waliopo ndani ya jimbo la Chani wanashindwa kuchangia michango ya watoto wao kuweza kusoma masomo ya ziada. Nataka niwahakikishie wana Chani, sisi mkituchagua wana CCM, kuanzia mbunge, mwakilishi na madiwani, tutahakikisha kwamba tunaondoa michango kwa wazazi na walezi kwa watoto wanaofanya mitihani ndani ya jimbo zima la Chani. Jambo la pili, tumesema vile vile tutahakikisha katika kipindi chetu cha miaka 5 kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu, wanafunzi watakaofaulu, kwa kuwa tulikuwa na mkakati wa kuinua ufaulu, watakaofaulu darasa la 12 kwa maana kidato cha 4, tutakuwa na kidato cha 5 na cha 6 ndani ya jimbo la Chani. Kwa nini tunalenga hilo? Kwa sababu tunalenga kuwaondolea gharama wazazi na walezi ambazo zinawakuta kwa watoto wao wanaosoma kidato cha 5 na cha 6 ama nje ya jimbo ndani ya mkoa au nje ya jimbo nje ya mkoa. Lakini jambo la tatu, kwa sekta hiyo hiyo ya elimu, tumedhamiria kwa kadri ya hali ya uwezo tutakaokuwa nao tuwasaidie watoto wa kinyonge watakaoshindwa kujiendeleza masomo yao waweze kujiendeleza kwa kadri ya hali yetu kila mwaka. Na lengo letu kwenye eneo hili ni nini? Lengo letu ule usawa na yale maendeleo kwa wote yawe kweli.
Isiwe wale watoto ambao wazazi wao wana vipato vikubwa ndio wanapata fursa na wale wazazi wao wenye vipato vidogo wananyimwa au wanakosa fursa. Dhamira yetu ni kuhakikisha kwamba kuna fursa sawa kwa watoto wote wanaoishi ndani ya jimbo la Chani. Kwa nini tumeweka mkakati wa kuinua ufaulu kwenye sekta ya elimu? Kwa nini tumeweka suala la kuweka form 5 na form 6 ndani ya jimbo la Chani? Na kwa nini pia tumeweka kuwasaidia watoto wa kinyonge kuweza kuendelea na masomo? Tunalenga matokeo makubwa mawili kwenye eneo hili. Matokeo ya kwanza, tunalenga kuhakikisha kuwa ndani ya jimbo la Chani tunakuwa na wataalamu wetu wenyewe kwa fani zote ndani ya jimbo la Chani. Wawe waalimu, wawe madaktari, wawe watu wa kilimo na kadhalika, watoke Chani. Hiyo ndiyo dhamira yetu. Eneo letu la tatu, ndugu zangu, tukubali ukweli kwamba tumeishi kwa muda mrefu tukiwa hatuelewani miongoni mwetu. Na hatuelewani miongoni mwetu kwa nini? Tulijaribu pia nalo kulifanyia utafiti mdogo. Tulibaini mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza linalopelekea kutokuwa na uelewano mzuri miongoni mwetu ni kwa sababu yetu sisi baadhi ya viongozi kuwa na matamanio binafsi ya kutuongoza kwa kutugawa, kutugombanisha baina yetu, tusielewane. Ndugu zangu, tumeandaa mkakati maalum kuhakikisha kwamba Chani inakuwa moja, wanachaani wanakuwa wamoja, na kuhakikisha kwamba maendeleo yanapatikana kwa kasi kubwa zaidi. Lakini sababu ya pili ambayo ilipelekea hii tofauti ni kutokuwa na uwiano. CCM oye! Sababu ya pili iliyopelekea wanachaani kutokuwa na umoja ni kutokuwa na uwiano wa mgawanyo wa fursa mbalimbali, ziwe za kiuchumi, ajira, sadaka na kadhalika, vinatolewa navyo kwa kutegemea wewe ni mpambe wa nani. Mungu akitupa uongozi kupitia nyinyi wananchi, sisi hatutoongozwa na wapambe, tutaongozwa na wanachama na wananchi wa jimbo la Chani. Kwa chama chako chochote tutakusikiliza, kwa itikadi yako yoyote ya kisiasa, kwa imani yoyote ya dini ulionayo, tutahakikisha kuwa tunakusikiliza na tunakuhudumia, na huduma hiyo tutaitoa kwa usawa. Eneo la nne ni eneo la miundombinu. Eneo hili la miundombinu, ndugu zangu, tumelenga hasa kwenye maeneo makuu matano. Jambo la kwanza, kwa upande wa sekta ya elimu. Kwa upande wa sekta ya elimu, eneo la miundombinu, Chama cha Mapinduzi kupitia serikali yake kitajenga skuli ya ghorofa hapa tulipo Kinyasini. Lakini bado tuna azma ya dhati kabisa ya kuhakikisha kwamba maeneo mengine kama Pwani Mchangani, wadi ya Chani kule nako, kwa kadri ya hali itakavyoruhusu, tuiombe serikali yetu iweze kujenga skuli za ghorofa ili kuweza kufikia azma ya kuinua sekta ya elimu ndani ya jimbo letu. Eneo la pili ni la sekta ya afya. Ameeleza mheshimiwa mwakilishi, tunavyo vituo vya afya vitatu: kituo cha Pwani Mchangani, kituo cha Kikobweni na kituo cha Masingini. Lakini pia viko vituo vya afya viwili vimeanza ujenzi, kipo cha Kandwi na kile cha Bandamaji. Kwa nafasi zetu, kwa hatua ya awali, tutahakikisha tunavimaliza vituo viwili vilivyoanza ujenzi, cha Kandwi na cha Bandamaji. Tunadhamiria kwa kushirikiana na serikali pamoja na wadau mbalimbali wa maendeleo, angalau katika kila wadi, kwenye wadi zetu mbili, tuwe na kituo cha afya kikubwa kinachokaribiana na hadhi ya hospitali ya wilaya. Eneo jingine ni eneo la maji safi na salama. Ndugu zangu, sekta ya maji safi na salama ni muhimu, na kwenye sekta hiyo ndiyo maisha yetu yalipo, hasa kina mama. Kwa sababu kina mama wamekuwa wakiamka na kuhitajika huduma mbalimbali zikiwemo maji safi na salama. Tunafahamu kwamba kwa sasa zipo changamoto
ama kuungua kwa baadhi ya pampu kwenye visima na kusababisha kukosekana kwa huduma ya maji kwenye baadhi ya maeneo. Lakini vile vile wakati mwingine hata pale pampu zinapokuwepo maji hayo kutokujitosheleza. Nataka niwahakikishie tuna mambo mawili yatatokea. La kwanza, kwa upande wa serikali kuu upo mradi mkubwa wa mkoa huu wa Kaskazini Unguja ambao ni mradi wa dola milioni 26. Dr. Hussein Ali Mwinyi ameanza ujenzi wa mradi huu kwa kulaza mabomba, kuchimba visima na kujenga matangi ili changamoto hiyo iondoke. Lakini kwa upande wa pili, na sisi wenyewe tukiwa wagombea tumeandaa rasimu ya mradi wa maji safi na salama jimbo la Chaani. Chaani oye! Nani kama CCM? Nani kama Mama Samia? Nani kama Dr. Mwinyi? Eneo jingine ni eneo la miundombinu ya barabara. Kwa sasa tulichokitazama au tulichokilenga kwa jimbo la Chaani, tuanze angalau katika shehia zetu 8 tuiombe serikali tuweze kupata angalau barabara 2 kila shehia, kwa maana vipande 16 vya barabara. Nataka niwahakikishie katika vipande hivyo 16 zipo barabara hivi sasa tayari wameshapewa wakandarasi. Ukienda Bandamaji barabara ina mkandarasi, ukienda Chaani Masingini iko barabara ina mkandarasi, ukienda Kandwi kuna barabara moja katika zile 2 tayari ina mkandarasi. Kwa hiyo na hizi zilizobaki za shehia nyingine, wenzetu watu wa barabara watakuja kukagua, kuzipima, kuziandalia mradi ili wapewe wakandarasi nazo zijengwe, Chaani nayo iwe mjini kama ilivyo miji mingine. CCM oye! Ndugu zangu, kwa kuwa nimeshaeleza mengi, naomba pia nieleze dhamira kuu ya mkutano wetu wa leo, ambapo dhamira kuu ni kuomba kura. Nataka nianze kwa kumwombea kura Dr. Samia Suluhu Hassan. Tuko tayari kumpa kura? Naomba nimwombee kura Dr. Hussein Ali Mwinyi. Tuko tayari kumpa kura? Naomba pia nijiombee kura mimi mwenyewe Ayubu Mohamed Mahmud. Mko tayari kunipa kura? Naomba nimwombee kura mwakilishi ndugu Juma Usonge Hamadi. Mko tayari kumpa kura? Naomba nimwombee kura diwani wa wadi hii ndugu Kidawa Haji Kidawa Mkali. Mko tayari? Na naomba pia nimwombee kura ndugu yetu Pichi. Naye mko tayari? Oktoba 29, Oktoba 29. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.